kisha akamjulisha kuwa amali za mtume sallallahu alaihi wasallam anazozifanya ni amali zenye kudumu, hazikatiki. Ay law ja'alaha al-bayd lata'ayyanat wa dawama 'alayha, law kama angelikuwa afanya kuwa kila mwezi afunga ayyamul bayd, basi zingelitiliwa mkazo na kwake yeye ingelikuwa adumu kufunga zile siku tatu. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون عمله دائما راتبا، kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم akifanya jambo alikuwa apendelea zaidi liwe litadumu, itakuwa kwake yeye ni daima mwenye kulifanya. وكان صلى الله عليه وسلم يطيق من العبادة ويستطيع ما لا يستطيع غيره صلى الله عليه وسلم. نمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa na nguvu katika ibada ambazo hakuna mtu yoyote ambaye anazo. Zile nguvu za ibada alizokuwa nazo mtume sallam hakuna yoyote anayeweza. ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة على أمته بعدم تعيينها، lakini mtume sallam akakusudia kutowatia uzito umma wake, bali kulifanya hili jambo ni kunjufu. Kwa hivyo hakuzichagua zile siku anazofunga yeye kuwa ni siku maalum. fakana la yubali min ayi shahri samaha, kwa zile siku tatu alikuwa haangalii ni zipi katika mwezi, bali hufunga siku zozote katika mwezi tatu, pamoja na kuwa amehimiza kufunga 13, 14 na 15. Lakini yeye mwenyewe hakudumu katika hilo, kwa sababu angedumu ingelikuwa watu wote hawafungi siku nyingine isipokuwa zile tatu peke yake, 13, 14, 15. Na si kila mtu ambaye ana uwezo huo. Mwingine aweza kufunga 10 la kwanza moja, 10 la pili moja, 13 moja. Huyu pia hesabika amefunga siku ngapi? 3. Mwingine aweza kufunga 13, 14, 15 afunge. Mwingine aweza kila mwanzo wa mwezi kufunga siku 3 afunge. Mwingine aweza kila mwisho wa mwezi kufunga siku 3, labda kulingana na shughuli zake afunge. Kwa mtume sallama akawa afanya namna hii ili kuwakunjulia umma wake, wasiwe watajishika katika sehemu moja. Manake lau kama angelikuwa ameshikilia kwenye 13, 14, 15 peke yake, kuna baadhi ya watu wangeona kuwa labda nikifunga siku ambazo si hizi itakuwa sipati ile ajira ya kufunga siku 3 kila mwezi. Ndio maana mtume sallam akawa afunga siku zozote katika mwezi, muhimu zifike siku ngapi? 3. وفي الحديث تأكيد على أن أفضل الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. na katika hadithi hii kuna kutiliwa mkazo kuwa amali iliyo bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni amali ambayo ni yenye kudumu, hata ikiwa ni amali chache. Usidharau katika amali unaoifanya ukaiona ni chache. Kinachotizamwa, je, wadumu katika ile amali au la? Kwa yawezekana kuwa mtu kwa mwezi afunga siku 3 peke yake za sunna, lakini akawa adumu katika amali yake kama ile. Huyu ni bora kuliko yule alianza kufunga saumu ya Nabii Allah Daud, afunga siku moja afturu, afunga siku moja afturu, kisha isipite mwezi achoke awache. Hawezi kuwa sawa hawa wawili. Yule anayedumu hata kama ni katika kichache, amali yake yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni fiqhi ambayo atakikana kila Muislamu awe nayo. Usikimbilie katika wingi ambao hautadumu, bali anza na uchache ambao utadumu, kisha polepole uwe wakua katika zile ibada unazozifanya. Alqasda tablughu, polepole utafika.
Kwa usijipinde ukasema kuwa naweza mimi kufanya jambo fulani, ukafanya jambo kubwa kisha usiweze kudumu katika lile jambo. Wakati mwingine akaanza na jambo ambalo ni sahali lakini akadumu nalo, lile lapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.